Okay, it's session number 2. Again, you're with Samuel and tupo kwenye background of currency. Tulipataje forex? Tulishia ambapo tunakuja kugundua kwamba there is variation in price of gold. Na tumegundua kwamba if gold ina variate means ya kwamba kile chochote kile kilichofananishwa na dhahabu nako pia kita vary hivyo hivyo. Means ya kwamba gold ikipanda thamani na hichi nako pia eventually like that. Kwa hiyo tunakuja kugundua kwamba kama dhahabu kipindi hicho ilifananishwa na makaratasi and coins and something like that, tunakuja kugundua kama matatizo yakitokea upande wa pili nako huku kuna matatizo pia. So kushuka kwa thamani na kupanda kwa thamani kuna faida kwa watu na kuna kwa watu wengine wanapata hasara. Listen to me. Kama watu wanafanya biashara ya dhahabu katika kushuka kwake na kupanda kwake thamani, kumbuka pia there will be a business on this side also. Hapo ndo tunapokuja sasa biashara ya currency ilianzia wapi? Kwa sababu factors zinazoibeba karatasi pamoja na coins kupewa thamani ya leo, unachukua 10,000 unaenda kununulia kitu fulani, hiyo thamani iliyopewa inavari kutokana na vitu vilivyo nyuma ya hayo makaratasi nako pia kuvari. Hapo ndipo ambapo tunagundua kwamba okay, kama nako pia haya makaratasi yanavari, means ya kwamba kuna watu wana uwezo wa kufanya biashara na makaratasi pamoja na coins. I think now you are starting to get my point. Ni kwamba kama vitu vilivyopo nyuma ya makaratasi nako pia vinapata majanga, yani ya kwamba kuna muda vinapanda thamani and then this time vinashuka thamani, means makaratasi pia yanapanda thamani na kuna muda yanashuka nini thamani. And the business is simple. Let me break down to you. So listen up, ni rahisi sana kuelewa. Back in the days, these 2 to 3 years, mafuta ya kula lita moja ilikuwa inauzwa 3,000, lakini kuna muda mlisikia kwamba mafuta ya kula yale yale lita ile ile yakawa yanauzwa tena 9,000. Kuna muda tena yakapanda tena yakaenda mpaka 12,000. Ni the same item, lakini kwa sababu kuna factors zipo nyuma ya makaratasi yanafanya variation ya thamani ya yale makaratasi, ambapo ukija ukia present back to the same item unakuja kuinunua on different prices. Okay, let me give you another example. Like kuna vita leo hii, kuna vita, watu watakimbilia vitu vya muhimu like food and shelter. So sina vitu kama hivyo. Kwa watu watachukua hela zao zote wataenda kununulia vyakula kwa sababu there is a war. Watu wanaenda kujificha, si ndivyo? And money itakuwa haina maana muda huo, kwa sababu watu wana run for their life. Sasa kama watu wana run for their life, there will be also smart people ambao wenyewe wanajua intention ya hiyo vita, wanajua hii vita itaisha lini, wanajua how to solve it. Wao wanaenda to take over your money. So they will give whatever you need, na kwa sababu muda huo wewe ndo utakuwa na uhitaji, so they will raise the price kwa wanavyohitaji ili wewe wachukue pesa yako. So wao wata collect the money. Wakisha collect your money, wewe utaenda ku run away kwa sababu there is a war. Na you are very smart kwa sababu muda huo pesa si haihitaji. Lakini once the war is over, like vita imeisha, utarudi kwenye maisha ya kawaida, utahitaji pesa ile ile. Lakini kumbuka kuna mtu aliichukua ile pesa kipindi ambacho wewe unaiona haina thamani, wewe si uliona maisha yako yana thamani. Means nowadays vitu vime back to normal. Pesa itakuwa imefanya nini guys? Kipindi kile ilikuwa haina thamani lakini kulikuwa kuna vita. Nowadays vita imeisha, everything back to normal. So where the price of the same amount of money that you was throw it away back in the days kipindi ambapo kulikuwa kuna vita, it will rise. That is how things are. Means ya kwamba matatizo yakitokea, the price ya yale makaratasi yatashuka, lakini kuna muda ambapo vitu vikinormalize, the price will went up again, na kama kuna maendeleo yatatokea, the price will even went up again. Sasa hiyo rise and fall of the price ndio inapoleta biashara. Kwani biashara ni nini? Si unanunua something cheap unaenda kuisell at a higher price, si ndivyo? Unaenda kununua kiwanja kikiwa kinauzwa 1 million and then after 2 months unakuja kukiuza with 1 point something million, lakini ukikaa nao for 10 years unakuja kuiuza 100 million. The same psychology of the business, so it comes to money. Like what is the current situation right now? Pesa haina thamani, so I'm buying it. Kwa nini unainunua? Kwa sababu I have faith of this money ya kwamba after some period of time
hii pesa itapanda nini? Thamani, kwa sababu I see the government ya kwamba leo hii wana matatizo 1 2 3 4 5, and this is how they will solve it. So once ambapo taifa pesa yake haina thamani kwa sababu ya mambo fulani, matatizo fulani yametokea kwenye taifa, na kuna mtu akaelewa kabisa haya matatizo yatakuwa solved baada ya muda 2 months, 1 year or 2 years, matatizo yameisha, the price of the money would rise up again. So mtu anakuja kupata faida wapi? Alinunua kipindi ambapo nyie wote mlikuwa mnaidharau ile pesa, means kwamba ina thamani ndogo. Now ina thamani kubwa, yeye ndo anaiuza. Back in 2010 na kitu hapa, I think mlikuwa mnainunua dola 1500, 1600. That's the price, ndivyo? Lakini nowadays 2800, why the price rise up? Si kwa sababu on that time kulikuwa hakuna maendeleo ya kiasi hicho kwa Marekani, lakini now what's happening? Something like that. So the rise of the price. Kwa kipindi kile mtu aliyenunua kwa ile bei, sasa hivi uimuuzi kwenye bei ile. Sasa turudi back on the business. Sasa watu walipokuwa wanaifanya hii biashara, walikuwa wanachukua haya makaratasi au pesa yakiwa yanauzwa thamani ndogo, and then they come to sell it once the price goes up. Lakini kuna kisiri inafichika hapo katikati. Means what? Wanafanya utafiti wa yale matatizo, wakiangalia matatizo yao as an opportunity for them to take any position kwa zile pesa, either to buy it or to sell it. Now you get my point, ya kwamba hakuna biashara ambayo utaenda kichwa kichwa. Kila biashara ina formula yake na ina elimu yake. Nianze kukwambia kwamba biashara ya pesa ilikuwa inaendelea not within one currency. Nana. Ilikuwa inaendelea within two currency. Najua bado hujanielewa, lakini stick with me on session number 3 kwa sababu kuna mambo mengine tena mazuri yanaendelea on session number 3. So now let's discuss on session number 3 how it come watu walikuwa sasa wanapata faida kutokana na mabadilisho ya pesa hiyo hiyo.